Mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Charles Hilary, amefariki dunia leo Mei 11 mwaka 2025, na taarifa ya kifo chake imetolewa leo idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar. Na Sauti ya Watu imepata fursa ya kuzungumza na waandishi mbalimbali ambao waliwahi kufanya nao kazi katika tasnia ya habari na wanamjuaje Charles Hilary katika ufanyaji wao kazi. Ni masikitiko makubwa kwa kupoteza Charles Hilary, bali ya kuwa ni mkurugenzi wa mawasiliano, msemaji mkuu wa serikali ya Zanzibar, ambaye kiuandishi ndio alikuwa ni daraja letu kati ya sisi na nyumba kuu Ikulu. Alikuwa ni mtu ambaye ndo daraja letu, na kwa upande huo alikuwa ni mtu ambaye very cooperative. Maana na hakika tukimwambia tatizo lolote huwa definitely unahisi kama ile tatizo unamwambia limemfika Mheshimiwa Rais, na unaona hatua zinachukuliwa. Sasa kuona hatua zinachukuliwa ina maana amefikisha zile salamu. Ndio maana nikasema alikuwa ni mtu daraja zuri kati ya waandishi wa habari wa Zanzibar na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Mara nyingi daraja hili linakuwa lina matatizo sana katika, naweza kusema miaka iliyopita au katika nchi nyingi, lakini sisi katika awamu ya 8 ujio wake wewe umeleta ufanisi na mabadiliko makubwa. Lakini la pili, mimi inaniuma kwa sababu Charles Hilary alikuwa ni mkurugenzi wangu. Tunaanza kule ITV na Radio 1, ndio waanzilishi wa mwanzo katika vyombo vya IPP Media, wao akisimamia Radio 1. Kwa hivyo na mimi nilivyoingia mwaka ule, yeye ndo alikuwa bosi wangu. Kwa hivyo unaweza kujua jinsi gani alikuwa anafanya kazi, na ninahisi kwamba mafanikio haya ninayojivunia sasa hivi katika sekta ya habari ni moja katika mchango wake mkubwa alikuwa akinipa yeye, kwa sababu unapopeleka habari maana automatically unakutana naye na anaweza kwamba hivi unafanya sivyo, hivi ndivyo hivi. Kwa hivyo mtu anapokukosoa, you learn from your mistakes. Mimi ningependa kuambia waandishi tukubali kukosolewa. Unapokosolewa ndio njia pekee ya kujijenga. Lakini utakuta wengine kukosolewa yule anajidai sana kama anajua. No. Mwenzako ameona mistake fulani umeifanya, anakuambia ichukue, alafu ikae fikirie. Kwa hivyo Charles alikuwa ni mtu ambaye, alafu lingine alikuwa ni mtu cooperative, mcheshi, ni mtu mwenye utani mwingi, na katika sekta ya habari kuwa na mtu kama vile ambaye anafurahisha, anatania, na kwa pamoja inakupa motivation ya kufanya kazi nzuri. Kwa hivyo kubwa ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake, amwondoshe adhabu za kaburini, na amlaze alipema peponi. Sote ni transit, tuko hapa tunapita. Kwa hivyo kwa sisi Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndio kubwa ile kumwombea dua, amin. Austin Makani ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa AMM Investment, na tunatoa ushauri na mafunzo kwenye masuala ya habari. Nimemfahamu Charles Hilary kwa kipindi kirefu sana. Mosi alipokuwa akifanya kazi ITV, na akatoka ITV akaenda Deutsche Welle. Nakumbuka wakati ameenda DW nilikuwa na mazungumzo mafupi na mzee Mengi, ilimsumbua kidogo. Lakini siku wakati anaondoka DW kwenda BBC nilikuwepo Ujerumani na tuliongea kwa marefu, na siku anakaribishwa BBC nilikuwepo Uingereza, tulimpokea pale kwa katafrija kafupi. Kwa ni mtu ambaye nimemfahamu kidogo kwa marefu. Lakini sio tu hiyo, kwa nature ya kazi ambazo ninazifanya hususan hapa Zanzibar, zote zinazomhusu Mheshimiwa Rais, Charles Hilary amekuwa ni mtu wa mbele kabisa, na kila naponiona nafurahi kwa sababu anajua mambo yataenda vizuri. Kwa nini? Kwa sababu nimekuwa ni mtu wa kumsikiliza na kupokea miongozo yake kadha wa kadha ambayo amekuwa akiitoa. Hili jambo tunaenda hivi, hili jambo liweke hivi, hili jambo tulimalize hivi, na amekuwa ni mtu mshauri sana. Sio tu kwenye masuala haya ya kikazi, lakini ni mtu mmoja ambaye ukimpigia simu muda wowote atapokea na atakuwa tayari kwa unyenyekevu, kwa tabasamu, kwa furaha kukupa ushauri ule ambao unaohitaji. Kwa hiyo kwa haitatosha muda huu kumwongelea Charles Hilary, lakini kweli ni pigo, na tunamwombea. Kikubwa tunachoweza kukifanya ni kumwombea, lakini kuenzi kazi ambazo alikuwa akizifanya. Tuwe sisi kwenye tasnia sasa tuige yale mazuri alikuwa akiyafanya. Amekuwa akimkaribisha kila mtu anemfuata kwa ushauri. Hakika hili ni pengo kubwa kwa tasnia ya habari. Je, pengo hili litazibwa na nani? Hizi ni ripoti za VOP TV na mimi ni Rayani Hamadi Faki, nyuma kamera Habiba Salum. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV
kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.